Israel pamoja na Iran zote mbili zilitangaza ushindi siku ya Jumanne, huku usitishaji mapigano uliosimamiwa na Marekani ukianza kutekelezwa na hivyo kusitisha karibu wiki mbili za mapigano makali yasiyo ya kawaida kati ya mahasimu hao wakuu wawili wa Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza makubaliano ya kusitisha mapigano siku ya Jumatatu jioni na kuzisihi pande zote mbili kuheshimu mkataba huo. Mgogoro huo ulianza Juni 13 wakati Israel ilipoanzisha mashambulizi kadhaa ikidai yalilenga kuzuia Iran kuendelea na juhudi za kutengeneza silaha za nyuklia. Tehran, ambayo inakanusha vikali kuendesha mpango wa kijeshi wa nyuklia, ilitaja shambulio hilo kuwa ni kitendo cha vita na ikajibu kwa kushambulia kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, yani drones. Jumapili, Marekani iliingia kwenye mapigano hayo na kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran, yakiwemo vituo vya kurutubisha urani vya Natanz pamoja na Fordo. Iran ilijibu siku iliyofuata kwa kufyatua makombora katika kituo cha kijeshi cha Marekani cha Al Udeida kilichopo huko Qatar. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, hakuna vifo vilivyotokea katika shambulizi hilo. Trump alisema kwamba hakuna Marekani aliyejeruhiwa na kwamba hakuna uharibifu mkubwa uliofanyika kwenye kituo hicho. Mgogoro huo umeathiri mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mazungumzo ya moja kwa moja yasiyo rasmi kati ya Tehran na Washington yaliyokuwa yakifanyika kupitia usuluhishi wa Oman na kufufuliwa mapema mwaka huu na rais wa Marekani Donald Trump yamesitishwa bila kikomo na Iran kufuatia mashambulizi ya Israel. Mashambulizi ya Israel yameua angalau wa Irani 430 na kuwajeruhi zaidi ya raia 3500 hadi sasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Iran. Maafisa wa Israel wao wameripoti vifo 25 pamoja na majeruhi zaidi ya 2500. Je, wewe unahisi ni nani ameibuka mshindi katika vita hivyo kati ya Israel pamoja na Iran? Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.